Sasa mahusiano katika muktadha huo, yako mahusiano mengi na watu wameya categorize mahusiano katika namna nyingi. Kwa hiyo sisi tutaenda katika mlengo huo ya kuelekea ndoa na familia. Jambo la kwanza katika mlengo tutakao uchukua, nataka nifanye utangulizi tu mfupi siku ya leo. Jiandae, maswali yaandaliwe na kadhalika, tutakuwa huko, tajikita kwa namna ya pekee sana. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifahamu kwenye mahusiano, before anything else, kabla ya jambo lolote, tambua ya kwamba msingi na kiini cha mahusiano ni Mungu mwenyewe. Ukichukua hiyo base, unakoenda utakuwa salama. Nje au mbali na kujenga mahusiano ya aina yoyote na kiini na msingi ambao ni Mungu, basi jua kabisa haya mahusiano ya aina yoyote ulionayo unaenda kuangukia pua, yani unaenda kufeli. Kwa hiyo Mungu ndiye chanzo na ndiye kiini. God is the alpha, is the beginning and center. The focal point of relationship is God himself. Kwa hiyo Mungu ndiye mwanzilishi, chanzo na kiini cha mahusiano. Nje na hapo, hizo ni counterfeit. Kwa sababu huko mbele tutaona ya kwamba kama Mungu alianzisha mahusiano, maana yake shetani ni mtu wa copy and paste. Lazima na yeye aanzishe aina ya kitu kama hiki. Tutakiona shetani alichokianzisha kadri tunavyoenda huko mbele na watu walivyo. Narudia hili, msingi wa mahusiano, sahau yote, kumbuka hili, ni Mungu mwenyewe. Na kwa kuwa yeye ndiye kiini na yeye ndiye kiini cha mahusiano, mtizamo wa mahusiano kibiblia umejengwa katika asili ya kimungu. Narudia tena, mtizamo, the perspective of relationship, imejengwa, mtizamo wa kimahusiano kibiblia umejengwa kwenye asili ya kimungu. Na kama Mungu wa mahusiano ndiye mhusika mkuu, basi makusudi ya mahusiano haya kwa mwanadamu yanapata maana. Narudia, mtizamo wa mahusiano kibiblia umejengwa katika asili ya Mungu. Na Mungu kama Mungu wa kimahusiano anayo makusudi kwa mwanadamu kwa mahusiano haya. Sasa nimesema yako mahusiano mengi ambayo yapo, ila tutagusa kwenye haya yanayokwenda kutuandaa kuingia kwenye ndoa na familia. Haya ndio tutakuwa hapo. Pamoja na haya yanayokwenda kwenye ndoa na familia, tambua ya kwamba ni yana mtizamo wa kimungu. Sasa ukitaka uyaelewe haya mahusiano vizuri, kama mwanadamu unayeishi na unayetakiwa ya kusaidie, ya kujenge, yasikuletee majuto, ni lazima uelewe asili yake. Naomba hapa twende vizuri, na ninaweka mkazo hapa ili baadaye unielewe sana. Ninarudia, mahusiano yana msingi, yana asili ya kimungu. Kwa hiyo ukiona hayo ulionayo hayana God's nature in it, toka mapema. Maana yenyewe ambayo ni yale ambayo Mungu ameandika, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa nani? Mzee. Ni haya yale ambayo Mungu akija kuuliza kama alivyouliza bustanini, Adamu uko wapi? Asikie jibu zuri, niko hapa mahali sahihi. Usijibu kama Adamu, niko nimejificha maana nilijisikia niko uchi. Kwa hiyo asikwambie mtu mwingine. Mahusiano asili yake yana asili ya kimungu. Maana yake anything sinful in relationship, chochote cha kidhambi kwenye mahusiano, ni indicator ya kwamba you are in the wrong side, unatembea katika upande usio wako, rudi. Ila mahusiano yana asili ya kimungu. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha mahusiano ni Mungu mwenyewe. Kwa nini? Mungu mwenyewe, our God coexist in 3 persons. Mungu wetu anaishi katika nafsi ngapi? 3.
Kwa hiyo Mungu mwenyewe yuko katika nafsi tatu. Maana yake ni Mungu wa mahusiano. Hizi nafsi tatu zinahusiana: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwa asili ni Mungu wa mahusiano. Na alipoamua kumuumba mwanadamu, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Let us create also a social being, that we may communicate with him. We may communicate with humankind. We may associate. We may relate, us and him, us and them, na kadhalika. Kwa hiyo mahusiano yamejengwa katika msingi huo. Biblia inaweka kituo au mkazo wa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, ikionyesha ule uhusiano wa ndani wa kina, wa muunganiko wa mwanadamu na Mungu, hata pamoja na dhambi kuwa imeharibu. Bado uhusiano upo. Pamoja na kwamba dhambi imeingia, hata tunakumbuka ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 aya ya 8, utasoma kwa muda wako, utakuta Mungu alikuwa anatembelea bustani ya Edeni kila siku, wakati wa jioni, wakati wa jua kupunga, wakati wa kuanzia saa 9 hapo alishuka bustanini na kuongea na Adamu. Na siku ile aliposhuka bustanini kutafutana na Adamu, ndipo akakuta Adamu hayupo, amejificha. Kwa hiyo ni Mungu wa mahusiano. Hata leo pamoja na kwamba dhambi imeingia, bado Mungu ameleta means za sisi kuongea na yeye kupitia Kristo, kupitia maombi. We still relate to him. Bado tunaongea naye kupitia neno lake, mafunuo ya neno lake, both general and special revelations, ambazo Mungu anazungumza na sisi. Kwa hiyo mahusiano yana center kwa Mungu. Ukisoma Yeremia 31 na ile aya ya 3, utakuta namna ambavyo Mungu wetu ni mahusiano. Hebu mtu atusomee hapo, hilo fungu ni la muhimu kidogo. Yeremia 31 aya ya 3. Simu zenu hazina Biblia au hiyo Biblia zenu hazina Yeremia? Imenyofoka. Soma hata bila maiki kwa sauti tu. Yeremia 31 mstari wa 3 anasema, Bwana alimtokea zamani, akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe sikiliza nikwambie siri. Hilo fungu liandike nyuma ya daftari, kwenye simu, liweke mahali popote. Mdada akikwambia sikupendi, kasome hilo fungu. Mungu anasema I love you. Nimekupenda. Haleluya. Natafuta mafungu ya I love you, si haya hapa. Mungu anasema I love you. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa mahusiano. Ni Mungu ambaye anahusiana na sisi kwa namna hiyo. Bado naweka msingi ya kwamba mahusiano kiini chake ni Mungu. Na Mungu mwenyewe alipokuwa anatoa maelekezo ya mwanadamu kuishi, amri zile amri 10, Yesu anapokuja kwenye Agano Jipya akazigawa katika namna 2. Akasema hizi amri zote zimegawanyika kwenye makundi mawili. Za kwanza zinasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, husiana naye kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Yohana, fungua kitabu cha Yohana sura ya 15 aya ya 5. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, na anamalizia na jirani yako. This means mahusiano ni kati ya Mungu na kati ya wanadamu wenzetu. Maana yake tena, tukihusiana na Mungu vizuri, basi itakuwa reflection ya mahusiano yetu inatoka kwa Mungu kuja kwa wanadamu. Kama mahusiano yako hayatoi original light, mwanga halisi kutoka kwa Mungu, maana yake yanautoa kwa shetani. Maana ndiyo mwenye counterfeit. Ninarudia, kwa kuwa mahusiano msingi wake na mwanzilishi na muasisi ni Mungu, na anapotoa amri 10 anazigawa kwenye mafungu mawili: mpende Bwana Mungu wako na jirani yako. Maana yake ninavyompenda Mungu ninaakisi kwa mwanadamu mwenzangu.
kama ninavyomheshimu Mungu nitamheshimu mwanadamu mwenzangu. Out of hiyo, maana yake nitakuwa nina project kwako selfishness. Maana kinyume cha mahusiano ya kimungu yenye upendo uitwao agape ni selfishness. Ndio maana unaona leo kila mtu kwenye mahusiano ni mbinafsi, ni bairi, anataka yeye kwanza. Lakini kama mahusiano yetu yangekuwa yamejengwa kwenye msingi ambaye ni Mungu, na tunavyomheshimu yeye tuheshimiane na wanadamu wenzetu, mahusiano yetu yangekwenda kwa usahihi na baraka za Mungu zingedhihirika kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hii ndio misingi. Angalia ndoa za sasa hivi. Ndoa za sasa hivi ziangalie kwamba ni kweli huyu mwanamke na huyu mwanaume kile anaakisi kwa mume wake au kwa mke wake, hiki anachokitoa kwa Mungu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Use your almighty, all faculties in your life. Tumia aina zote kumpenda Mungu, maana ni katika kumtazama yeye ndipo utaakisi. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba kile unachokiona kutoka kwa huyu bebi wako, kutoka kwa huyu mwanaume, kutoka kwa huyu mwanamke, ndicho anachokiakisi moyoni. Kama ni mtu ambaye ni wa zinaa, maana yake anaakisi kutoka kwenye vyanzo vya zinaa. Kama ni mtu ambaye hajiheshimu, maana yake anaakisi sehemu ambako hawajiheshimu. Kama ni mtu ambaye hana future, hajui mambo ya mbele, hana adabu, hajielewi, maana yake huyu mtu anaakisi huko. Sasa akili kichwani mwako. Ndio maana niliwaambia kuna mikeka itachanika. Kwa hiyo kazi kichwani mwako, akili za kupewa changanya na za nani? Na za kwako. Na hii ndio maana leo hii tutakuwa na vilio kwenye ndoa na mahusiano na matukio ya kuuana ya kikatili, kwa sababu tayari nafsi zimekuwa distorted, zimechafuliwa, zimeumizwa, zimeraruliwa. Kwa nini? The source tunakoakisi mahusiano yetu. Na shetani ni mjanja, kwa kuwa Mungu amesimamisha kanuni zake na yeye ameleta counterfeit. Mungu aliposema love, shetani akaleta infatuation, tamaa. Kwa hiyo angalia movie nyingi leo, watu wanaathiriwa na movie, ndiko wanachukua namna ya mahusiano. Nilikuwa nawaambia maarifa fulani kule Nala, leo unalazimishwa mkaka wiko dada ameangalia So Ki-yoon kwenye movie ya Kikorea, anataka na wewe kama So Ki-yoon, na yeye anavyovaa ni kama Lee Min-ho. Kwa hiyo utaona ndiko anakoaksi mahusiano yake. Asijue ile ni movie, walikubaliana wa-act hivyo. Katika maisha ya uhalisia unakuta nao wana shida. Sasa wengi leo, na shetani ameleta kwenye mifumo mingi mitindo ya maisha. Ma-celebrities hawa wote ni mawakala wake wa kuharibu msingi wa kimungu wa kimahusiano. Ninarudia hapa kwa sababu baadaye utakuja kunielewa kwa nini nasema sana msingi wa kimungu. Baadaye utakuja kunielewa. Hii inakwenda mbali psychologically, spiritually, even biologically. Hapo baadaye utanielewa. Kwa sababu siku ya kama sio Jumatano au Alhamisi nitazungumzia vitu vinaitwa feminine and masculine energy. Nguvu ambazo ziko ndani yako. Ukijua kuzitransmute, unafanya mambo makubwa ambayo mtu hajawahi kufanya kwa kutumia subconscious mind. Ubongo ule sio pati ya ubongo, sijui nisemeje, ila ni hivyo. Ni sehemu ya kisaikolojia ya ubongo ambayo inahusika na command peke yake. Kwa hiyo ukijua namna ya kutransmute hizi energy zikafanya mambo fulani, utafanya vitu kikubwa. Na hapa ndipo vita ya shetani iko kwa wanadamu. Anataka yanayoingia kule kwenye ile subconscious mind yawe ni mambo yake, ili usiweze kukomandi na kusukuma mambo yako ya msingi. Ndio maana ninarudia sana kwenye utangulizi huu ya kimungu, mahusiano ya kimungu. Maana ndani kule kwenye ubongo ndiko shetani anakocheza rafu zake, ndiko anakopiga vyenga na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninarudia tena? Mahusiano ndicho kipengele ambacho kinaamua hatima ya maisha yako.
whether you like it or not. Niulize swali, umesoma hapa, umemaliza degree yako, umemaliza masters yako, alafu ukawa na familia mbovu kabisa, unafanya nini? Kuna furaha gani ya hiyo degree? Una hela ndio na kadhalika, lakini familia mbovu, mme haeleweki, mke asieleweka. Shetani anajua akifanya akifanya shambulizi la kutosha kwenye habari ya mahusiano, amekuini maisha yako yote. Kwa wiki hii ninamuomba Mungu atusaidie tufike kwa wakati, ili tuweze kuelewa haya mambo ambayo Mungu amekusudia tuyaelewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni mwanzo tu. Huko tunakoenda, kama kuna maswali utaandika, utauliza. Huko tunakoenda ni kuzuri. Kwa kweli wiki hii tuombeane. Tutagusa kwa kina yale mambo ya, tukifika hapa tunaanza kuambizana kanuni za uchumba. Kanuni namba 1. Namba 1 andika. Mchumba hakikisha ni mcha Mungu. Mathayo 6 soma. Hatutaenda kwa staili hiyo. Bwana asifiwe. Tutapiga show ambazo ni uhalisia wa mambo tulionayo. Uhalisia wa vitu ambavyo ndivyo shetani amevifunga. Sikilizeni niwaambie, the elite, watu ambao wanaitawala na kuiongoza hii dunia, they dictate what they want you to see, to learn, yani wana dictate chochote, yani unachokiona, unachojifunza, unacho experience, wamekiamua wao. Naomba Mungu akusaidie kukuelewa hii kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ninarudia tena. Narudia. Nenda kasome vitabu, nenda katafute. Hata hii elimu mnayoisoma ilipangwa. Ni watu walikaa wakatengeneza mfumo wao na kadhalika, ndio mnasoma. Mnaopenda kusoma vitabu, narudia kulitaja hili dini. Hata hii elimu ya afya, medical industry, imeanzisha na mtu mmoja na familia yake. Anaitwa Rockefeller. Mfumo wa kifedha wa kibenki umeanzishwa na mtu mmoja na vijana wake 5, baada ya kuwamaliza wale mabilionea 3 wa dunia kwenye meli ya Titanic waliokuwa wamekataa kuanzisha benki ya dunia. Ndipo wao Rothschild na watoto wake wakaanzisha mfumo wa kibenki huu wa fedha, na wanaendelea kuitawala dunia mpaka leo. Kwa hiyo mifumo yote unayoiona na kadhalika, tusipofikiri nje ya boksi ili tulilotengenezewa, maana yake tutakaa hapo, tutaamini kuna uwezo huo. Kuna elimu kubwa sana ambayo kuna wanadamu waliojaribu kuivumbua wananyamazishwa. Mmoja wapo waliosoma physics watakuwa wanamfahamu bwana mmoja anaitwa Nikola Tesla. Mpaka baadhi ya notebook zake na library yake ilichomwa moto, maana waliona hii elimu watu wakiipata mambo yao yataharibika. Kwa hiyo vitu vingi, usione hii picha uliowekewa nje. Nilikuwa nasikitika pastor, sasa hivi kuna kitu kinaitwa university after university, eti kuna wasanii wanazunguka kuwapigisha mziki wanafunzi kutoka chuo mpaka chuo. Nasikitika kusema na serikali imeruhusu. Kweli kabisa. Taifa tunaliandaa kesho likapigiwe mziki na wanaruka wanafurahi, na wakati yanayowakabili mbele yao ni makubwa. Ziko siri nzito, mambo makubwa yanawakabili. Yani ukiona hivi vitu, let me tell you, kuna vitu mnafichwa na wanaona kabisa huu upepo tuuzime kwa staili hii. Wangapi wananielewa hata kidogo? Kwa hiyo lengo lao ni nini? Lengo lao ni ubongo wako udumazwe, uwe ndani ya kisanduku fulani. Cha kwanza wana introduce fear, hofu, uwe mtu wa kuogopa na kadhalika. Vitisho na nini na kadhalika, fanye itakuwa na kadhalika. Yani wanataka ubongo wako uwe limited, maana wanajua ukiwa unlimited kuna vitu utavifanya na vitakuwa unmatched kwao. Maana maandiko yanasema tumeumbwa kwa namna ya ajabu na kufanya nini? Na kutisha. Sasa hizi counterfeit za shetani kwenye mahusiano ndizo ambazo zikusaidie kuona ya kwamba kumbe kuna kitu cha thamani na cha pekee cha kimungu ambacho shetani anang'ang'ana kukimaliza. Angalia leo hata tangazo la maji ya kunywa, anaweka mdada yuko uchi amekaa namna hii. Maji ya kunywa. Kiuhalisia maji ya kunywa alitakiwa apite pale kama ni wiko, analikiazi la kisukuma kule limemunyiga koo. Halafu anaangalia huku na huku anaona kisima cha maji. Maji ya uhai, afya kamili. Tunawekewa kadada kako uchi.
Maana yake ni nini? Kuna senta ya ubongo inatafutwa. Labda nikuonjeshe tu kidogo. Hivi unajua kuumizwa katika ile hisia ya kupenda ni sawasawa na mtu amekukata kovu la kidonda, ila kwenye ubongo. Kwa hiyo kuna watu mtafika kwenye ndoa, tutaona siku ya Jumatano kama sio kesho, nadhani Jumatano. Kuna watu mtafika wakati wa ndoa una traumas za kutosha na hauna energy yoyote ya kukusaidia kutransmute hizo energy ziendelee kwenye maisha yako. Unafika wiki ni wa kawaida, ile spirit of ordinary, roho ya ukawaida ndio inayotafutwa kwa wote. Bwana awabariki katika jina la Yesu, amen. Tusimame tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa wewe ndiye msingi, wewe ndiye mwanzo na kiini cha mahusiano. Unapotaka kuturudisha katika leli yako wiki hii, tunamkemea yule mwovu kwa namna zote. Tupatie nafasi ya kufika hapa. Kuna mambo yanatusumbua, yanatutesa. Kuna watu wako hapa hata namna ya kufocus kwenye maisha yao imekuwa ni tabu. Katika wiki hili umekusudia kutufungua, umekusudia kutusaidia. Tupatie nafasi ya pekee ya kuketi katika miguu yako, na kila mmoja atakayesikia maneno haya akabarikiwe na kuandaliwa kwa uzima wa milele uliokaribia. Mungu tusaidie wakati ibilisi yuko bize anaharibu ufahamu na akili zetu kwa mahusiano haya, akili ambazo zitatakiwa kufanya maamuzi makubwa baadaye ya kupotea au kuokolewa. Mungu tusaidie. Tumefumbwa akili zetu kwa muda mrefu. Tunadhani hili ni pambano kuu, Mungu wa mbinguni, na shetani ameamua kutumia mahusiano kuhakikisha familia zinaharibika, vijana wanaharibika, ndoa zinavurugika, na hata sehemu ya fikra imekuwa inaharibiwa. Sasa tusaidie kwa wiki hii uliotupatia, tupe nafasi ya kukaa miguuni pako. Tubariki kwa vipindi vinavyokuja, ni kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen.